Naitwa Rogate Libariki Sumari. Naam. Ni mwenyeji wa kijiji cha Nashole. Unakumbuka nini ambacho kilitokea? Tuliamka tu siku ya ile siku ya uchaguzi. Usiku ulipofika tukao tumevamiwa na watu tusiowaelewa, ambao walikuja kwa fujo kubwa sana. Walikuwa wamebeba vifaa ambavyo ni silaha za kuathiri watu. Walikuwa wamebeba mapanga. Walivyovamia ile eneo wakawa wanatukana sana, wakisema kwamba sisi hatumtaki huyu mwanamke, hatutaki CCM, na matusi ambayo hayakueleweka. Baadaye ndio wakabeba mawe wakavunja ofisi. Baada ya kumaliza kuvunja, wakaingia huko ndani wakachukua vile viti vilivyokuepo wakavunja, wakarudisha ndani wakawasha moto na hayo matairi walikuwa wamebeba. Baada ya kumaliza kufanya hilo tukio ndio wakaondoka. Tumeathirika sana, kwa mfano kwa sababu sisi ni wakina mama, tuna uchungu mkubwa. Hali ya uchumi imekuwa mbaya, maana haturuhusiwi kutoka huko ndani. Tumekaa ndani, watoto wetu wanateseka huko ndani, na hata mtu akiwa mgonjwa hawezi kusafirishwa. Kwa hiyo tunapata changamoto kubwa sana. Tumepata pengo kubwa sana kwa sababu ya haya madhara ambayo tumevamiwa na watu tusiowaelewa. Naomba Watanzania tuwe makini sana, alafu fujo ikitokea tuombe Mungu ili tusiendelee kupata janga kama hili tulilolipata.